Zaidi ya watu milioni 500 barani Afrika hawana umeme. Ingawa nishati ya nyuklia inaweza kusaidia kushughulikia changamoto hii, lakini njia ya kufanikisha hilo ni ngumu. Kwa sasa Afrika ina kiwanda kimoja tu cha nyuklia cha Koeberg nchini Afrika Kusini, lakini hili linaweza kubadilika hivi karibuni. Misri, Ghana na Kenya zinapanga kujenga vinu vya nyuklia. Uganda, Nigeria na Morocco zinafanya tafiti za upembuzi yakinifu kuhusu hilo pia. Lakini hapa kuna masuala muhimu ya kuzingatia. Moja, mitambo ya nyuklia mara nyingi huzidi bajeti na muda uliopangwa. Mfano, kiwanda cha Vogtle huko Georgia, Marekani kilikuwa na bajeti ya dola bilioni 14, lakini kiliishia kugharimu karibu dola bilioni 37. Kilipangwa kukamilika mwaka 2017, lakini kilikamilika miaka miwili tu iliyopita. Usalama ni jambo lingine muhimu la kuzingatia. Mitambo ya nyuklia mara nyingi huhusishwa na ajali. Mfano wa ajali maarufu ni ile ya Chernobyl mwaka 1986 na tukio la Fukushima la Japan mwaka 2011. Hata baada ya miongo kadhaa kupita tangu mkasa wa Chernobyl, watu wengi wanaendelea kupata athari zake za kiafya kwa muda mrefu. Kuendesha kiwanda cha nguvu za nyuklia ni hatari, lakini changamoto kubwa iko katika utupaji taka za nyuklia. Bidhaa zinazotokana na mionzi zinahitaji hifadhi salama na ya muda mrefu bila suluhisho rahisi. Nishati ya nyuklia ina uwezo mkubwa, inatoa umeme wa kuaminika usiotumia kaboni nyingi na maisha marefu ya mimea. Mashamba ya nishati ya jua hudumu kwa takriban miaka 30. Mitambo ya nyuklia inaweza kudumu hadi miaka 80. Unafikiri nini? Je, Afrika inapaswa kukumbatia nishati ya nyuklia licha ya hatari iliyopo? Kwa maudhui zaidi kama haya, tufuate kwenye chaneli zetu za mitandao ya kijamii. Tafuta DW Kiswahili.